Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo. Bado tuko katika juma la Pasaka na tumekuwa tukiangalia mambo mbalimbali, na hasa tumekuwa tukiangalia jinsi Yesu alivyokutana na wanafunzi wake na kujidhihirisha kwao. Leo tukutane na jambo lingine hapa. Marko 16 mstari kuanzia wa 14 anasema, baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila. Akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Amen. Mpendwa wa kipindi cha mkate wa leo, usiwe na wasiwasi. Ondoa shaka kabisa, kwa kuwa ninakuletea mambo ambayo yatakusogeza mahali. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Endelea kufuatilia kipindi hiki, kitakujenga sana. Sasa leo tunakutana na Yesu. Anawakuta wanafunzi wake wakiwa wanakula. Kwa wanakula nini haisemi Biblia, lakini ukienda kwa Yohana walikuwa wakati mwingine wanavua wanakula samaki. Labda walikuwa wakila samaki. Sasa hapa Biblia inasema akawakemea. Kwa nini? Kwa sababu waliambiwa kwamba Yesu amefufuka. Baadhi yao waliona shaka, wakasema hamna, kama akina Tomaso na wenzake walikataa. Sasa akawakemea kwa kutokuamini kwao. Kwa hiyo jambo muhimu, ukikosea unakemewa. Ukikosea ujue utakemewa. Na usipomwamini Yesu Kristo, siku moja Yesu atakukemea mwenyewe. Kwa hiyo jambo muhimu hapa ni kukemewa. Kwa nini? Kwa kutokuamini. Usipoamini, amini na ujue hakika siku moja utakemewa na Yesu akikwambia toka hapa. Lakini kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo, sasa atawaambia karibuni kwangu wanangu, mfurahi pamoja nami. Jambo lingine hapa, tunakutana na agizo kuu. Tunakutana na agizo kuu analowaagiza watakalo wajibika nalo katika maisha yao. Kama kuna agizo kuu, maana yake kulikuwa na maagizo mengine madogo madogo. Kama lipi? Kama lile alilosema, amri mpya nawapa, mpendane. Kwa hiyo ilikuwa amri ya kupendana, agizo la kupendana, kwamba mpendane ninyi kwa ninyi, ili watu wakiwaona wajue ninyi ni wa Kristo. Ninyi ni wa Kristo. Kwa hiyo hapa sasa tunakutana na agizo kuu. Anawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Hapa agizo hili ni agizo kuu, agizo la kupeleka Injili katika ulimwengu wote. Anawaambia, nawapa kazi ya kupeleka habari njema kwa watu wote huko mtakako kwenda duniani. Hili ni agizo kuu, agizo la kuwafuasa wanafunzi, kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Injili ya Mathayo sura 28 mstari wa 19 anasema, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo kuwafuasa wanafunzi, kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, kuwafanya wawe wafuasi wa Yesu Kristo. Na hii itatokana na wale watakaoamini. Wale watakaoamini Injili au habari njema mtakayowapa, hao watakuwa wanafunzi wangu, watafanywa kuwa wanafunzi, na mwafundishe kuyashika yote niliyowaagiza, niliyowaamuru ninyi.
Anasema asiyeamini atahukumiwa, asiyeamini atahukumiwa, asiyeamini atahukumiwa, yaani ataenda jehanamu huyo moja kwa moja. Kwa sababu ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3 anasema kama mtu haamini amekwisha kuhukumiwa. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Maana yake tayari hukumu hii ya watu wasioamini iko tayari. Lakini inaweza kubadilishwa kwa mtindo wa kuamini tu. Ukiamini basi hiyo hukumu haikuhusu. Na jambo la mwisho anawaambia ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa hapa kuna mambo machache tuyatazame. Ishara hizi zitafuatana nao. Watu gani? Watakao hubiri Injili, watakao amini Yesu Kristo. Watafuatana na ishara hizi. Ishara maana yake miujiza. Na miujiza hii itafuatana nao. Haya, muujiza wa kwanza anasema kwa jina langu watatoa pepo. Maana yake watapewa mamlaka ya kutoa pepo. Wamepewa uwezo wa kutoa pepo wachafu katika watu. Hiyo ni mamlaka. Kwa hiyo wamepewa mamlaka. Kwa jina la Yesu watatoa pepo. Na kweli watu wengi wamekuwa wakitoa pepo kwa jina la Yesu Kristo. Na hii ni mamlaka kuu. Iwapo wengine wanatoa kwa unafiki na kwa njia yao na kwa faida yao, lakini hawatoi kwa jina lao, wanatoa kwa jina la Yesu Kristo. Na siku ile wataambiwa sikujui. Mbona nitoa pepo? Waambia ulitoa kwa jina langu, sio kwa jina lako. Jambo lingine, watasema lugha mpya. Watasema lugha mpya, yani watanena kwa lugha ambayo sio yao, wataongea kwa lugha ambayo sio yao kwa namna Roho Mtakatifu atakavyowajalia. Na hii imewatokea wengi sana. Kunena kwa lugha au kusema lugha ambayo sio yako na usiojua unaongea nini. Hiyo itafuatana na hao waaminio. Kama hamuamini Yesu Kristo, hiyo haitakuwepo pande wako. Jambo lingine anasema watashika nyoka. Watashika nyoka. Ukishika nyoka sio kazi rahisi, lakini anasema watashika nyoka. Nyoka ni hatari, kumshika ni inatakiwa umakini na uhodari sana. Lakini nyoka watakaposhikwa kwa waaminio, hakuna nyoka atakayemdhuru mtu. Hakuna. Kwa hiyo nyoka unaweza ukamshika, maana yake umepewa mamlaka ya kumtiisha nyoka asikudhuru kwa lolote. Unaweza kumkemea nyoka na asikudhuru kwa lolote, hata ukimshika na kumtupa huko asikufanye chochote. Maana yake nyoka pia ni shetani. Shetani una mamlaka ya kumkemea na kumtupa mbali. Jambo lingine anasema hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Maana yake ni kwamba hata ukipewa sumu, kuna watu wanawapa watu sumu kwa maana ya kuwanyamazisha. Lakini hapa waaminio, hata ukipewa sumu haitakudhuru. Haitakudhuru. Kwa nini? Kwa sababu unaye Yesu ambaye ana mamlaka ya kuzuia kila kitu. Kwa hiyo hata ukipewa kitu cha kufisha, yani sumu, haitakudhuru kabisa. Kinywa sumu haitakudhuru kabisa. Usinywe kwa maana ya kunywa, lakini ukiwekewa kwenye maji ama kwenye chai ama kwenye maziwa ama kwenye kinywaji kingine au kwenye chakula, haitakudhuru. Na imeshawatokea wengi wamewekewa na bado wanaendelea na maisha. Kwa nini? Kwa sababu wamemwamini mwenye mamlaka. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Maana yake watakuwa na uwezo wa kuwaombea wagonjwa na wagonjwa wakapona. Na hii imeshawatokea walio wengi, wanapowaombea wagonjwa wengi wanapona. Mimi ni shahidi na wewe na bila shaka ni shahidi.
Kwa hiyo ni mamlaka tumepewa ya kuwaombea wagonjwa kwa kuwawekea mikono kichwani au mahali pa ugonjwa, halafu ule ugonjwa unaondoka. Hii ni muhimu sana kwa waaminio kuwa na tabia au uwezo huo wa kuwekea wagonjwa mikono na kupona. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Nafikiri hili ni jambo jema umelisikia. Basi nikutakie kila la heri, wewe mteule ambaye umekabidhiwa mamlaka hii. Mungu wa mbinguni akusaidie na mamlaka hii ikawe ikifanya kazi za wazi na watu wakaone na kumtukuza Mungu. Basi nikutakie wakati mwema tunapoendelea kumalizia ili juma la Pasaka. Mungu wa mbinguni awe upande wako, na neema yake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikawe nawe sasa na hata milele. Amen.